Kwanza niwapongeze Dar es Salaam Africans, wamepata mchezaji mzuri. Wewe unawapongeza Yanga? Na mimi niliwahi kukiri katika vyombo vya habari, moja katika wachezaji wazao mzuri ni Selemani Mwalimu. Lakini niseme kuna usajili wa mpira na kuna siasa za mpira. Maana yake niwapongeze viongozi wa Simba kwa sababu hawana siasa za mpira, wanafanya usajili wa mpira. Leo hii unapokwenda kufanya usajili registration, unapokwenda kusajili namba 9 zaidi ya 7 wa 8, maana yake usajili huo si usajili wa mpira, usajili wa siasa. Sisi tunapoamua kusajili, kwanza tunasajili kutokana na matakwa ya mwalimu na mambo maje alivyotaka timu yake iweje. Hizi siasa za mpira sisi tulizifanya huko nyuma tukaziacha. Niwakumbushe, tuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Victor Costa na Mpoka Nyumba. Tunacheza mashindano ya Afrika Mashariki Zanzibar, kama sio Afrika Mashariki basi ndio kwa muungano Zanzibar. Dar es Salaam Africans wakaja wakampola Victor Costa, anatoka Zanzibar akaandikwa namba 5 mgongoni, hapo kaandikwa Malizi. Jamani, hawa nyinyi waandishi wa habari wakati huo bado waandishi wa habari waliokuwepo wakawa wanamsubiri Victor Costa na Mpoka Nyumba pale Jangwani. Simba wanafanya mazoezi Polisi Messi hapo Kurasini, wao wakati huo bado. Matokeo yake Victor Costa na Mpoka Nyumba akaonekana Kurasini Jangwani ya kufanyaje? Hizo zilikuwa siasa za nini? Za mpira. Wakati dunia inavyokwenda lazima mabadiliko yanatakiwa fanyaje? Yawepo. Simba tumetoka kwenye siasa za mpira, tumesimama kwenye mpira halisi, na ndio maana tumekuwa watetezi wa kweli. Wacha sindano, kuna sehemu nipite alafu nikupe nafasi ya kuuliza maswali. Mpaka jana saa 3:30 Selemani Mwalimu yuko kambini kwa Simba, lakini yuko kwa mkopo. Jana saa 3:30 usiku Selemani Mwalimu yuko kambini kwa Simba, lakini yuko kwa nini? Kwa mkopo. Wenye mchezaji wao Wydad wameamua kumuuza, wakamwambia Simba Sports, huyu mchezaji tunaamua kumuuza moja kwa moja, leteni ofa yenu. Simba wakapeleka ofa $100,000. Wydad wakaambia $100,000 hii ndogo, ongezeni pesa. Simba wakasema tutaweka $101,20,000. Wakasema ofa hii ndogo, tunataka $200,000. Simba wao kwa mtazamo wao, management ya Simba, $200,000 kutokana na namna ambavyo wachezaji walivyomuona wao, wakaona thamani hiyo haipo. Unapokwenda kuzungumzia $200,000 unakwenda kuzungumzia zaidi ya milioni 500 na something. Sisi tunaamini ubora wa Selemani Mwalimu, hatukatai. Tunaamini Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri, hakuna anayefanyaje aniyekataa, lakini pia tunaamini thamani hiyo ya milioni 500 kwetu haikufika kwenye hiyo thamani. Na ndio maana nikasema kuna usajili wa mpira na kuna siasa. Hilo unaonekana kuumia sana mikono. Unanisemea mimi siwezi kuumia kwa sababu sindano nilijua mapema na nilizungumza. Na umiaje jambo ambalo mimi tayari nalijua? Na umiaje wakati mimi jambo nalijua? Au sikuwahi kuzungumza haya? Sasa yule Jangwani. Yes, this is the football. Mambo shwari kabisa Jangwani. Mimi namtakia heri na fanaka, na namuombea akafanya kazi yake nzuri huko aendako. Kwenye dabi kesho yupo, kwa hiyo yes, jambo jema. Kumbuka Selemani Mwalimu tunaye, boli yake lilikataliwa Zanzibar.
Lakini wakati goli lake na kataliwa Zanzibar, Simba tulikuwa na kikosi. Swali moja tu dogo, first 11 wakati anaingia Selemani Mwalimu anaingia Simba, mechi ya Simba na Yanga Zanzibar, alianza kwenye first 11? Alitokea wapi? Huyo ambaye alianza kucheza kabla ya Sele, Simba yupo. This is the football. Yes. Mashabiki wa Simba wanaonekana kushtushwa na hii taarifa. Yes. Wanarudi kwa viongozi wao na walaumu viongozi kwamba hii haijakaa sawa. Viongozi wako sahihi, watupe majibu. Wako sahihi. Mashabiki wanaolalamikia viongozi wao wako sahihi. Lakini pia wako mashabiki wanawapongeza viongozi wao kwa maamuzi haya. Tulia kwa Singano. Ngoja Singano. Siku zote kuna sehemu mbili. Kuna watu walikuwa wanamhitaji Selemani Mwalimu Simba na kuna watu walikuwa wanamhitaji Selemani Mwalimu Simba. Ndio. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanamhitaji wana haki ya kulaumu nini? Uongozi. Na wale watu ambao walikuwa wanamhitaji wana haki ya kufurahi kuona namna ambavyo Selemani amefanyaje? Ameondoka. Labda mimi nikupe mfano. Mimi na message kwenye simu. Message inasema sitaki kumtaja huyo mtu. Message inasema alifanya interview akasema Selemani Mwalimu simhitaji kwenye nini? Kwenye Simba. Ni striker wa kawaida, mshabiki wa Simba, influencer mkubwa huyo. Amefanya interview. Management ya Selemani Mwalimu, wala simu. Management ya Selemani Mwalimu ikasema Kisugu, vipi ongea na huyu? Mbona anampa maneno makali mchezaji? Maana yake kuna mtu pia alikuwa afanyaje? Anamkataa. This is football. Kuna watu watakukubali na kuna watu wanafanyaje? Watakukataa. Chuma la vizuri. Kwa hiyo ninachozungumza Singano, kwanza ni kumpongeza Selemani kwa maamuzi yake ya kumtakia heri na fanaka huko aendako. Najua kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wameumia. Najua kuna mashabiki wa Simba pia wamefurahia. This is football. Tutakutana kesho Zanzibar na inshallah tiketi ninayo ya kwenda Zanzibar. Mpaka hivi sasa nje ya uwanja ni kama Yanga anaongoza sasa. Inawezekana kwa mtazamo wako, lakini Singano, andaa akili yako kisaikolojia. Sijawahi kubabaika kwenye maneno. Na inawezekana jambo hili alikufanyika kwa bahati mbaya. Huwezi ukazuia moto ambao unaamini unachanganya kwa sababu ya maji kikombe kimoja. Wako mashabiki wa Simba wa Yanga, niliwahi kuwasikia wakalalamika viongozi wao wanafiki, wamesema wapo. Ngoja tulia. Na klipu ninazo. Wanasema mashabiki. Wako mashabiki wa Yanga maifensa. Walisimama mkawahoji nyinyi, wakasema viongozi wao wanafiki. Wakauliza nini, mkamuuliza unafiki wao nini? Wakasema walijua namba 6 wa kumuona. Wakaambiwa kuna surprise inakuja. Kumbe surprise akasema, huyo mshabiki alisema ushabiki ule ni ujinga, surprise wanatuonyesha goli la Simba. Sikiliza vizuri wewe. Sikiliza vizuri. Lakini ogopa sana kuishi na mtu ndani ya nyumba asiyejielewa. Kuna muda unawezekana ukawa mtu mzima lakini akili yako ikaoperate kama mtoto mdogo. Kuna muda mimi jana natoka nyumbani, nilimwahidi mtoto wangu mtanunulia mpira wa gozi akacheze. Nimerudi usiku, cha kwanza nauliza baba, mpira uko wapi? Nikamwambia mwanangu, mpira sijakuletea, Mungu akinijalia nitakuletea kesho. Nimekuletea zawadi ya zabibu kutoka Dodoma. Basi alinuka, alisahau kwamba nimemwahidi mpira, akafurahia nini? Zabibu kutoka Dodoma. Maana yake ni kwamba Young Africans tayari leo watafuteni maifluencer wa Yanga waliotukana uongozi wao. Wamebadilika leo, na hii wanaonyesha udogo kwenye mpira. Yaani leo kwa sababu waliahidiwa namba 6 imekosekana, ningesajiliwa Kisugu kwenda pale wangepiga makofi na kushangilia. Bado wanaiforce namba 6 na taarifa zinaeleza wanaweza pia wakapiga comeback kwa Faisal Salum. Checheme. Yanga ya msimu ujao Mikoi weka mbali na watoto. Inawezekana ukasema weka mbali na watoto. Lakini niwaambie wana Simba, mdomo huu haujawahi kuzungumza mambo ya kubahatisha yajayo na furahisha. Wallahi Simba Sharifu kalala pale yajayo kabla ya usajili haujafungwa. Pigo linalokwenda kupigwa. Niko yeye, mtu wake bana.
Kutanga mpongote Mikoi tuache ibarange mikongoe kuibarange mikongoe Mikoi tuache bana. Ni waombe sana wana Simba, focus iliyopo hivi sasa ni mechi yetu Ngao ya Jamii kesho. Timu iko vizuri, timu iko sawasawa, vijana wameandaliwa vizuri, wamefika Zanzibar. Kikubwa ni kuiombea timu dua na sala kesho kwenda kucheza ngao yetu ya Ngao ya Jamii. Haya mambo ya usajili yapo, na nitasema usajili kuna namna mbili, kuna usajili wa siasa na kuna usajili wa halisia wa mpira. Usajili wa siasa wa kukusanya, usajili wa mpira ni ule ambao unakwenda kufuata matakwa ya mwalimu alichokitaka. Tunamwombea Sera endako akafanya kazi yake vizuri. Shukrani. Ngoja tu. Umesoma maswali? Yaani ndio umejipanga leo kuniuliza maswali umemaliza? Umefaidika? Unaenda kuambia nini wana Simba? Mwalimu ni mwananchi. Shukrani sana Migoi. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Selemani Mwalimu kutambulishwa Young Africans. Tunasema kwamba Yanga yaipiga bao Simba. Hili limekaje? Mchana Mikoi Kisugu ana mengi ya kuzungumza. Sura yake inaonyesha hana furaha. Kwanza umenikosea, Singano umenikosea. Na shida Singano haikuanzia kwako. Shida inaanzia kwa yule ambaye aliyekutuma kuja kufanya mahojiano na mimi. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unapenda kunisemea. Nilidhani na nilifikiri ungekuja kunipongeza na kuambia Watanzania kwamba sasa kunatakiwa tumwamini Mikoi Kisugu kwa 100% katika yale ambayo anayozungumza. Kama kumbukumbu itakaa vizuri, kama kumbukumbu itakaa sawa sawa, mimi ndo mwanadamu wa kwanza niliyozungumza kwamba viongozi wa Dar es Salaam Young Africans wamekwenda Wydad. Mimi ndio influencer mkubwa niliyezungumza wa kwanza nchi. Kama kuna mtu yote anaweza kukataa aje, mimi. Sasa nilifikiri leo waandishi wa habari mngekuja mkanipongeza, mkasema Mikoi Kisugu ni influencer ambaye unapata taarifa kuliko ni mtu yote wa kwanza kwenye mpira nchi. Ngoja tulia. Nilifanya interview na wewe na nilisema viongozi wa Yanga wamekwenda Wydad kumhitaji Sere. Hao waliompiga kelele ya Sere, hao influencer wa Yanga wakanitukana, ushahidi nao kwenye simu yangu, wakasema haiwezekani timu kubwa kama Yanga kumsajili mchezaji kama Sere. Kwa nini hamnipongezi? Ngoja Singano, nakujua kama Yanga, afadhali wewe mdogo wangu Azam, nakujua. Kwanza kabla haya mnipongeze, baadaye tupige story nyingine na mwambie Watanzania Mikoi Kisugu akizungumza anazungumza ukweli, mpongezeni. Ulijua taarifa za Selemani kwenda Yanga ulikuwa nazo muda mrefu? Nilisema ulikuwa nazo muda mrefu. Nilisema kwamba narejeeni kwenye interview zangu za nyuma. Na isitoshe wiki mbili iliyopita Ali aliposti yuko mchezaji anacheza mafanya mazoezi Simba, lakini mchezaji wao aliposti, mimi nimecomment ndani pale nikamwambia Ali waambie mchezaji yule sema ni Mwalimu influencer Yanga wakanitukana. Maana yake influencer Yanga hawapati data za mpira kwenye nchi wanaopoka. Ina maana Kisugu taarifa wewe, mimi mkubwa leo unatamba mimi mkubwa. Maana yake nini? Maana yake mimi nilizungumza swala wasema ni Mwalimu kuhitajika na Yanga. Influencer wa Yanga walinitukana. Mmoja mdogo wangu bora angebaki na kazi yake ya kushona viatu kuliko ni kuingilia huko. Kisugu, tulia kwanza.